Mradi huo wa ujenzi wa kingo za korongo unatekelezwa na Tume ya Taifa ya Umwagiliaji NIRC kwa gharama ya zaidi ya shilingi milioni 700 kufuatia malalamiko ya muda mrefu ya wananchi wa vijiji vya kata Ihahi ambao walikuwa wakishindwa kufanya shughuli zao za kijamii na kiuchumi wakati wa msimu wa mvua. Hadi sasa mradi huo umetekelezwa kwa zaidi ya 50%. Kwa kweli hili korongo limetutesa miaka 5. Sio kilimo tu, hadi kwenye makazi ya binadamu, hadi wanafunzi walikuwa waendi shuleni kwa ajili ya korongo hili. Miaka 5 hatujui mpunga wala ni maji, kuanzia hadi tunakolala ndani yalikuwa yanaingia kupitia hili korongo. Ni miaka 5 hatujavuna. Tunadaiwa na benki, serikali inatudai mpaka leo hii. Nina deni la milioni 4. Mama hapa nataka kukimbia kuacha watoto. Lakini kupitia hili na hisi deni nitalipa kirahisi sana. Haya maji yalikuwa yanatutesa. Ni changamoto, watoto walikuwa wasomi, wanakaa mitaani. Pili, viongozi wenyewe si wenyewe wananchi tulikuwa tunachukia viongozi kwamba huenda wamechukua rushwa ndio maana maji yanabomoa hapa. Mhandisi Manzi Abdalla, mhandisi wa umwagiliaji mkoa wa Mbeya, ameeleza jinsi walivyoweza kutatua tatizo hilo ambalo kwa takribani miaka 5 liliwakosesha fursa wananchi ya kupata mazao kupitia skimu ya Chosi. Aidha, amewataka wananchi kuzingatia sheria kwa kuepuka kufanya shughuli zisizofaa katika maeneo ya miradi ya umwagiliaji ili kulinda miundombinu hiyo. Kufikiri korongo ni watu wa bonde. Kwa tulifanya mawasiliano, tuliingia makubaliano, mwisho wa siku nikaamrishwa ni muinstruct mkandarasi kwa ajili ya kufanya kazi ya kufikia hili korongo. So far mkandarasi ameshalitekeleza ufikiaji wa korongo hili, kuweka gabion na kujaza kifusi, na yuko kama kwenye asilimia 50. Lakini so far tulipofikia sasa hivi tuna uhakika kabisa hata kama mtu utajaa maji hauwezi tena kuleta madhara kama yaloleta kipindi cha miaka 5 iliyopita. Ninaomba nitoe wito sasa kwa wakulima wetu. Kwanza kuacha kufanya shughuli za kilimo sawa pembezoni mwa mito. Kwa sababu ukiangalia historia kabisa hili korongo, chanzo ilikuwa ni wakulima wale walichepusha kidogo. Walikata kwa ajili ya kuchepusha kupeleka maji mashambani. Hapo awali hili korongo lilikuwa na changamoto sana. Mto Ruaha ukifurika maji, basi inakuja mpaka kwenye hili korongo, linaharibu miundombinu. Takribani miaka 5 wananchi wa kitongoji cha Mahelela walikuwa wanashindwa kufanya shughuli zao za kilimo kwa sababu maji yalikuwa yanajaa sana kwenye mashamba. Walikuwa wanashindwa kufanya shughuli za kilimo. Sambamba na hivyo, walikuwa wananchi wetu wanapata hadha kubwa sana. Wanashindwa kupita kwenye barabara, hususan katika barabara ya Ngorongoro hii, lakini pia barabara ya Chimala na Kapunga ilikuwa ni changamoto sana kupitika kipindi cha kiangazi. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole, Hope Channel Tanzania.